Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Minister Moki, natoka kwenye huduma ya Heart of Worship Ministry. Kipekee kabisa napenda kuwakaribisha Watanzania wote kwenye kongamano kubwa sana la kitaifa ambalo tunalifanya siku ya Jumamosi ya tarehe 30 na siku ya Jumapili ya tarehe 31 linaloitwa Kilio cha Hana cha kitaifa. Kilio cha Hana maana yake ni nini? Ni kilio cha mwanamke kwenye Biblia ambaye anatoka kwenye Samuel wa kwanza mlango wa kwanza. Tunamuona ni dada mmoja ambaye alikuwa hana mtoto kwa muda mrefu, lakini pia alikuwa na mke mwenzake ambaye alikuwa na watoto, na hicho kitu kilimpa changamoto sana, lakini neno la Mungu linasema akalia mbele za Bwana na Bwana akampa mtoto ambaye anaitwa Samueli. Maana ya hii ibada ni nini? Nataka tukusanyike, wanawake, wa baba, wa mama na watoto, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalia mbele za Bwana na uchungu ulioko kwenye mioyo yetu itoke, changamoto za muda mrefu ziondolewe, yaliyoshindikana yawezekane, yale mambo ambayo yalikuwa yanaonekana hayawezi kubadilika kwenye maisha yetu yakabadilike. Ibada hii itakuwa ni kubwa sana na itaanza saa 5 asubuhi mpaka saa 12 jioni, siku ya tarehe 30 na tarehe 31. Kwa nini ufike na inafanyikia wapi? Ni muhimu kufika kwa sababu tuna mambo ambayo yanatupa maombolezo. Hii ni sehemu pekee ambayo Mungu atatufungua, tutapata nafasi ya kuomba, tutapata nafasi ya kumuelezea, tutapata nafasi ya kutuliza mioyo yetu mbele zake. Atatuhudumia kwa namna tofauti sana. Kongamano hili kubwa litafanyika Diamond Jubilee kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Kongamano hili litahusisha wanafunzi kuanzia darasa la 6 na la 7 mpaka watu wazima kabisa ambao ni wazee, kwa sababu kinachomuumiza mtu kinatofautiana na umri alionao. Kwa hiyo mtoto wa darasa 6 na la 7, wa form 1 hadi form 4, form 6, chuo kikuu, nyumbani, watu wazima, wazee, wa baba, wa mama, yoyote ambaye una kitu ndani kinachokuuma, unaruhusiwa kufika. Na tunategemea watu zaidi ya 10,000 mpaka sasa. Kwa hiyo kama unawahi fika mapema, kwa sababu uweza wa Mungu utakuwa ni mkubwa sana kwa ajili ya kutuhudumia. Lakini pia tutasindikizwa na watumishi wa Mungu ambao Mungu amewapaka mafuta kwenye uimbaji. Tutakuwa na Neema Gospel Choir, tutakuwa na Rose Mhando, tutakuwa na Elisha Evans, tutakuwa na Nixon Kanyelele, lakini pia tutakuwa na Emmanuel Joe. Watakuwepo hapo kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa na tutamhudumia Mungu pamoja na wao. Kwa hiyo kama una kijana wako nyumbani, naomba uje ili Yesu amhudumie. Kuna mambo ya homosexuality, mambo ya lesbian, mambo ya pombe, mambo ya bangi. Sehemu pekee ambayo Yesu anaweza kutusaidia ni kama tutakuja kumlilia. Mungu hajawahi kunyamazia machozi. Hezekia alilia, Mungu akamponya ugonjwa. Wana wa Israeli walilia, akawatoa utumwani. Tunaona kuna watoto wengine kwenye Biblia wengi sana ambao walizaliwa hata nje ya ndoa, lakini Mungu aliwasaidia. Mmoja wapo ni Daudi. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie mzazi ambaye una mtoto wa kiume na wa kike, fika nao kesho kwenye kongamano. Kwa ajili tu Mungu atawahudumia sana, na sio tu watoto lakini na vijana. Una vijana wako nyumbani, wewe ni single mother, mambo hayaeleweki. Unaona baba wa mtoto haeleweki, au wewe ni kijana wa kiume maisha yako yameharibika. Hakikisha unafika ili Mungu akusaidie, akutie moyo, lakini pia kwa pamoja tukiweza kumuhusisha Yesu, atatusaidia sana kwa ajili ya kuhakikisha mmomonyoko wa maadili umepungua sana. Kwa hiyo hakikisha unakuwepo, watu wa rika lote, na pamoja na kwamba nimeongelea rika lote, tutaongelea neno la Mungu ambalo kila mtu atakayelisikia litamponya kwa namna yake. Kuhusiana na wazazi ambao wana watoto, wale ambao unaweza kumbeba mtoto wako ukaja naye, njoo naye. Kesho tutalia hapa chini ya madhabahu. Kati ya huduma ambao tumepewa sisi, tuna Kids Festival ambayo inaitwa Mimi ni Shujaa. Tuna event yao kubwa, lakini mama yoyote huwezi kumtenga na watoto wake. Kwa hiyo kama ni mama unanisikiliza, hakikisha unakuja na watoto wako kesho. Na pia humu ndani tuna kamati maalum ya ambayo iko kwa ajili ya watoto. Hata ukiwaona utaona wamevaa bands za watoto, wamevaa badges za watoto. Kwa hiyo kama ni mama una watoto wadogo, usiogope, njoo na watoto wako, Mungu atawahudumia, utawaombea. Lakini pia kama hauwezi kuja nao, hakikisha, narudia tena, beba picha za watoto wako, beba mtandio wa kuja kujifuta machozi, beba CV ambazo hazifanyi kazi, beba vitu vyote ambavyo vinakuuliza, kwa sababu kilio cha Hana ni kilio cha mwisho.